Hesabu inakuja katika maandiko, kitabu cha Ruthu. Kwa hiyo tunayo mazungumzo ya kuvutia wiki ijayo, lakini hebu tuachie hili kuondoka kwa Yeshua, Michael. Basi Yohana sura ya 17, hii ndiyo sala ya mwisho ya Yeshua kabla hajalipa gharama ya mpango wa ukombozi. Na anasema hivi: kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami nimewatuma wao ulimwenguni. Sasa huyu ndiye nuru ya ulimwengu anayezungumza. Sawa, kwa hivyo nuru ya ulimwengu ilitumwa ulimwenguni na kisha anawatuma wanafunzi wake ulimwenguni. Siwaombei hawa tu, bali pia wale watakaoniamini kupitia neno lao. Hilo linatujumuisha sisi. Tuko hapa kwa sababu maandiko haya yanatimizwa. Sasa kusudi ni nini? Ili wote wawe na umoja kama wewe, Baba, ulivyo ndani yangu nami ndani yako, ili wao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki kwamba wewe ndio uliyenituma. Sasa Injili ya Kiebrania ya Yohana hutumia neno echad hapo. Kwa hivyo kuna ombi la Yeshua ni kwamba wale wanaomwamini kupitia neno hili wawe wamoja na nuru ya ulimwengu. Kwa hivyo kuna umoja huo, na tukumbuke kwamba echad ina hii kubwa. Unajua, mtazamo wa bibi harusi kwake, huu ndio mwanga wa ulimwengu. Akisema nataka muwe kitu kimoja nami, anaendelea kusema utukufu ule ulionipa nimewapa wao. Injili ya Kiebrania ya Yohana inatumia neno kavod huko, nasi tukaenda katika mfululizo wa Treasured Possession. Sisi tulizungumzia kuhusu utukufu huu ambao haupaswi kushirikiwa, lakini jinsi huo unavyoweza kufanya kazi tu kutoka kwa mtazamo wa bibi harusi. Utukufu huu, mwanga huu, hivyo Yeshua ndiye mwanga wa ulimwengu, ana utukufu na anawapa wale wanaoungana naye. Je, ni ili wao waifiche? Hapana, bali ili wawe kitu kimoja, kama sisi tulivyo kitu kimoja, mimi ndani yao na wewe ndani yangu, ili wawe wakamilifu kabisa kuwa kitu kimoja, echada. Ili, tazama hili, ulimwengu ujue kwamba umenituma na kuwapenda wao kama vile ulivyonipenda mimi. Anataka ulimwengu uone nuru hiyo. Hivi ndivyo Yeshua anavyosema, na neno litatangazwa, nuru itang'aa, na anataka ulimwengu uione. Vipi? Kupitia wanafunzi wake, kupitia neno likitoka, na sisi tukiamini neno hilo. Lakini adui asieleweka, Babeli, amejitahidi sana kuifunika nuru hiyo. Lakini huu ni ujumbe wa Yeshua, kuwa mmoja nami pamoja na nuru ya ulimwengu, ili ulimwengu ujue nuru ni nani na nuru hiyo inatoka wapi. Huyu ni Yeshua. Heye, ni wakati wake wa mwisho akiwa na wanafunzi wake. Anasema, tazama, nawaletea ahadi ya Baba yangu juu yenu, lakini kaeni mjini. Tazama hili, hadi ulipovikwa nguvu kutoka juu. Fikiria nguvu, utukufu, nuru. Kisha akawaongoza nje hadi Bethania, akainua mikono yake juu. Aliwabariki, na alipokuwa akiwabariki, alijitenga nao na akachukuliwa juu mbinguni. Sasa hili hapa swali. Yeshua alisema nini alipowabariki? Nadhani yeye ni kuhani mkuu Mikaeli, sivyo? Yeye ndiye mfalme, kuhani mkuu, Masihi. Na anasema kitu kitakuvika nguvu. Hii inaleta mwanga mpya kabisa. Samahani kwa utani huu, kwa baraka hii inayojulikana. Akubariki na akulinde. Uangaze uso wake juu yako na kufadhili. Inua uso wake juu yako na kukupa amani. Na ukiangalia Kiebrania cha hili kiko katika wakati usiokamilika, ambayo ina maana ni ya baadaye. Atafanya uso wake uangaze juu yako. Atafanya hivyo, atainua uso wake juu yako.
Kwa hiyo kama hicho ndicho Yeshua anawaambia wanafunzi wake, anasema kaeni Yerusalemu. Kwa nini? Kwa sababu atafanya uso wake uangaze juu yako na atakufadhili, atainua uso wake juu yako. Hivi ndivyo utakavyojua kwamba utavikwa nguvu kutoka juu. Unaye kuhani mkuu. Kuhani mkuu akiwabariki wanafunzi wake, akiwaangazia nuru yake, ili waweze kwenda na kuangazia nuru hiyo kwa ulimwengu, kwa sababu inageuka, anataka ulimwengu uone mwanga huo. Na Mikaeli, kwa wakati huu inawezekana kabisa baraka hii ilikuwa ya kwanza ikitimizwa kwa wanafunzi wake. Ndio. Kwa kweli nikisema na kubariki, ninakulinga, sio kerubi anayefunyika. Ninakufanya uso wangu uangaze juu yako. Anazungumza nafsi ya kwanza, utimilifu halisi. Kuhusu ahadi, nitakuinua uso wangu. Nakupa salamu, nenda mbele. Huyu ndiye kuhani mkuu anayetoa baraka sasa. Na kwa kweli, je, kuna mfano wa kimaandiko kwa yale uliyoyasema Curtis? Becha, tusingeiweka katika mafundisho vinginevyo jamani. Huu ndio ujumbe. Hiki ni kitabu cha 1 Yohana. Huu ndio ujumbe tuliosikia kutoka kwake. Kutoka kwa nani? Naam, Yohana alisikia ujumbe huo kutoka kwa nani? Kutoka kwa Yeshua na kuwatangazia. Kwa hivyo anapitisha nuru kwamba Elohim ni nuru na ndani yake hamna giza hata kidogo. Tukisema tuna ushirika naye huku tukienenda gizani, tunasema uongo, wala hatutendi yaliyo kweli. Sasa nuru ni nani? Ukweli ni nani? Njia ni nani? Lakini tukitembea katika nuru, je, unakumbuka ombi la Yeshua kwamba tuwe wamoja na nuru ya ulimwengu? Kwa kuwa yeye yuko nuruni, tuna ushirika sisi kwa sisi, na damu ya Yesu mwanawe hutusafisha dhambi zote. Dhambi zote. Unamaanisha anaunganisha damu na maji moja kwa moja na mwanga na inatufikia kwa namna fulani? Tumekuwa tukisoma nini katika Agano Jipya, Mikaeli? Je, tunajua kweli tunachosoma? Hata Waingereza wanaonekana kuielewa hii. Tulipopitia mafundisho haya, mimi na Michael tulijiuliza kama tutasoma Waingereza. Tunasoma nini? Hapa kuna kinachovutia. Yohana alisema kwamba Elohim ni nuru. Hivi ndivyo mfalme wetu alivyosema. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Yeyote anifuataye hatatembea gizani kamwe, bali atakuwa na mwanga wa uzima. Inavutia sana ikiwa Elohim ni mwanga. Hilo linasomekaje Fafa? Kutokana na account. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Ni katika kila muktadha unaoweza kufikirika, ikijumuisha labda ule halisi. Na haijalishi unaamini nini kuhusu ushuhuda wa Ra na Wai, tunachojaribu kuangalia ni tukio halisi lililotokea katika tavi ya kale. Chochote unachotaka kushikilia, kwa chochote ulichofundishwa kujifunza, mila zako na vingine vyote, mwisho wa siku hakitobadilika, kwamba kwa namna fulani nuru ya ulimwengu inapaswa kusambaa kupitia kitu fulani. Na ni muhimu, na haijalishi unaamini nini, unafikiri nini, chochote kinachoendelea hakitabadilisha ukweli huu. Michael, nami nimeona ni jambo la kushangaza sana kwamba kuna mambo halisi yanayoelekeza kwenye uso halisi na mwanga wa Elohim. Kurudi mwanzoni mwa haya yote. Na iwe nuru, na haishii mwisho wa wiki isiyotiwa chachu. Kuna kitu kinakuja. Wiki ya Yubilee, kama utapenda, kitu ambacho ni wakati uliopangwa, ambayo yeye ni sehemu kubwa yake, ambacho bado kiko hai hadi leo. Na kinakuja kuelekea Shavuot, na kwa hivyo tutakuwa tukizungumza kuhusu mambo ya kuvutia yanayokuja. Haya Michael. Ndiyo, hii ni kama utangulizi tu, kwa sababu kama tulivyosema, tutaacha changamoto kwa jamii.
Na labda baadhi yenu mnaanza kufikiria, je, hii inahusiana na kuangaza nuru yake? Ndiyo, lakini hiyo inafanyikaje? Tunawezaje kulifanya hilo? Ina maana gani hata kuangaza nuru ya Masiha katika dunia yenye giza? Na kufanya hivyo kwa nguvu zetu wenyewe, kwa sababu inaonekana kuna maandiko yanayosema hapana, hatupaswi kujaribu kufanya hivyo peke yetu. Kwa hivyo hii inaonekanaje na inaishi vipi na inachezaje hivi sasa? hakika inaangazia mwanga mpya kuhusu sikukuu za Masika. Tuache hapo na tutakuwa na maswali na majibu. Amina.